Naam, nikukaribishe katika Macha TV, sehemu ambayo unapata taarifa kemkem za kimichezo, habari mbalimbali za matukio makubwa ambayo yanajiri ndani na nje ya Tanzania, unazipata kwa undani kabisa kupitia hapa Macha TV. Nikushukuru kwa kuchukua wasaa wako, lakini pia nikukumbushe kusubscribe ili kuweza kupata taarifa mbalimbali. Wiki hii tunakwenda kuangazia kile ambacho kilijiri katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika. Kumbuka kwamba Tanzania tumekuwa na wawakilishi wanne katika hatua ya makundi, lakini safari ya wawili, kwa maana ya kwamba Simba Sports Club katika ligi ya mabingwa imefikia tamati akisubiri kucheza mchezo wa kukamilisha ratiba dhidi ya Stade Malien, lakini Singida Black Stars nao baada ya kupoteza kwa CR Belouizdad, nao hesabu zao zimekuwa ngumu katika hatua hii ya makundi, nao wakifikia tamati wakienda pale South Africa kwenda kukamilisha mchezo wa mwisho dhidi ya Stellenbosch. Lakini bado matumaini yako hai kwa Azam FC wenye alama 9, wao wakisubiri matokeo yao dhidi ya Wydad kwenye mchezo wa mwisho. Lakini pia Young Africans wao matumaini pia bado yapo kwenye mchezo wa mwisho wakicheza nyumbani dhidi ya JS Kabylie kutoka pale nchini Algeria. Lakini pia wao wataangazia matokeo kati ya Asfar dhidi ya Al Ahly ambao watacheza pale Cairo, Misri, kuona ni kitu gani ambacho kitajiri kwenye mchezo huo. Lakini macho ya wengi yapo kwenye mchezo huu wa Yanga na JS Kabylie. Nikupitishe kidogo katika kile ambacho kinaweza kutokea. Mchezo huu umekaa kimahesabu zaidi, kwa maana ya kwamba Yanga wanahitaji ushindi katika mchezo ambao watacheza kwenye uwanja wa Amani Zanzibar, lakini wao wataangazia matukio ama matokeo ya kile ambacho kitajiri kwenye mchezo kati ya Ahli na Asfar. Yanga wakishinda kwa maana ya magoli 2-0, lakini katokea Asfar kafungwa 1-0. Hii inamaanisha kwamba wananchi watakwenda, lakini watakwenda robo fainali kwa kigezo gani? Watakwenda kwa kigezo cha timu ambayo imefunga magoli mengi kwenye hatua ya makundi, kwa sababu kikanuni kwenye vile vipengele vitatu vya mwanzo, kwa maana ya kwamba matokeo baina yake na Asfar yatakuwa tayari tunajua wote walishinda 1-0 kwenye uwanja wa nyumbani, lakini timu iliyopata magoli mengi kati yao walipokutana wote walipata 1-0. Hicho ni kipengele cha pili, lakini kipengele cha tatu ambacho kitakwenda kuangaziwa ni tofauti baina ya magoli ya kufunga na kufungwa. Hiki nacho kiangalia wote watakuwa wanalingana, kila mmoja atakuwa amefunga magoli 3-4 kwenye hatua hii kipengele cha tatu ambacho kitakuwa ni goal difference, kwa maana ya kwamba tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa wote watakuwa na goal difference ya 0 ambayo itakuwa inalingana. Sasa hapo itabaki ni kwamba kipengele nambari 4, nani amefunga magoli mengi kwenye hatua ya makundi, ndicho ambacho kitampeleka mwananchi. Atakuwa yeye amefunga magoli 4 na Asfar atabaki akiwa amefunga magoli 3. Hiyo ni endapo Asfar atapoteza kwenye mchezo wa mwisho, lakini Asfar akipata angalau alama 1 kwa maana ya matokeo ya sare, hii itakuwa imekamilisha hesabu za wananchi Yanga kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa maana ya kwamba hata wakishinda kwa magoli 5-0 wataishia kwenye ukomo wa alama 8. Asfar akipata sare atakuwa na alama 9, hivyo hawataweza kuwa na hesabu yoyote tena ya kwenda kufanya. Kwa hiyo ni mechi ambayo imekaa kimahesabu, lakini pia imekaa kikanuni, kwa maana ya kwamba mmoja lazima aende kumzidi mwenzia kwenye vile vigezo endapo watalingana alama 8. Lakini Asfar akipata alama ya 9 ama akishinda akafikisha alama 12, shughuli ya wananchi itakuwa imeishia hapo. Lakini mechi nyingine ambayo imekaa kimahesabu japo haitajwi sana ni mechi ya Azam FC dhidi ya Wydad, kwa maana ya kwamba Maniema Union yeye anakwenda kucheza na Nairobi United. Endapo akishinda atafikisha alama 12, na endapo Azam FC atashinda mchezo huo wa mwisho naye atafikisha alama 12. Lakini Azam FC atahitaji kushinda angalau magoli 2-0 ili aweze kuwa na head to head nzuri dhidi ya Wydad na kuweza kuvuka. Lakini akishinda 1-0 itakuwa sasa ni mchezo wa kikanuni, kwa maana ya kwamba Azam watakuwa na Wydad wote wamelingana kwenye ile head to head, lakini hapo sasa itakwenda kwenye ile kanuni ya nani ambaye amefunga magoli mengi, kwa maana wastani mzuri wa magoli ya kufunga na kufungwa. Wydad utaweza kuona bado atakuwa na sehemu nzuri ya kwenda. Kwa hiyo ni mchezo pia ambao umekaa kimahesabu. Kwa upande wa Simba Sports, wao wamekamilisha hatua ya makundi, kwa maana ya kwamba wataendelea kusalia kwenye nafasi ya 4 licha ya matokeo yote ambayo watayapata dhidi ya Stade Malien. Lakini watu wa Simba wana kitu cha kujivunia kwenye mechi hizi za hatua ya makundi, licha ya kwamba hawajaweza kupata matokeo mazuri, lakini kitu kizuri kwa Simba ambacho wamekiona kwenye hatua ya makundi
ni wachezaji wao wapi ambao wameingia dirisha dogo: Ino Loemba, Libasa Gay, lakini goalkeeper Kasali, tumemuona pia Ura Anise ambaye naye ameonyesha kiwango bora. Kwa hiyo ukiangalia maingizo mapya ambayo yameingia kwenye dirisha dogo, ikiwemo pia Ismail Ture ambaye ni mlinzi wa kati, wameonyesha kitu cha tofauti kwamba wanakwenda kuimarisha Simba wakati huu ambao Simba inarejea kunako ligi kuu ya Tanzania bara kwa ajili ya kwenda kupambania heshima. Wao wameshacheza michezo 7 tu mpaka hivi sasa, wana michezo 23 kwenye ligi, hivyo walikuwa wana uhitaji ubora wa wachezaji hawa. Hesabu inaweza ikabadilika yote na Simba kutoa ubingwa kama atafanya vizuri katika michezo hii 23 ambayo imesalia. Hivyo kitu kizuri ni kwamba wachezaji waliokuja wameonyesha kitu cha tofauti, wameonyesha uwezo mkubwa, wamekwenda kuongeza upana hasa katika safu ya kiungo mshambuliaji, kwa maana ya kwamba sasa kocha Steve Barker ana machaguo mengi. Anaweza kuamua kuanza na Anise Ura pamoja na Libasa Gay, anaweza kaamua aanze na Ino Loemba pamoja na Clatous Chama, lakini anaweza akaamua aanze na Elim Panzu pamoja na Kibu Dennis. Unaweza kuona maeneo hayo yana machaguo mengi sana, bado hatujakwenda kuwataja wengine kwenye eneo la katikati, Kante, Alassane, Nabi Kamara, Morris Abraham. Hivyo Simba imekwenda kuimarika sana kwenye eneo la mbele, lakini ingizo la Ismail Ture katika safu ya ulinzi kwenye mechi za ligi kuu ni mtu ambaye atakwenda kupunguza makosa mengi na timu itapunguza ule utegemezi ilikuwa nao kwa Roshan Deruk. Hivyo kwa Simba, pamoja na kwamba hesabu zao kwenye kafu zimekwenda vibaya, ila kwenye ligi kuu wanaweza wakarudi wakiwa na nguvu kubwa sana. Usisahau Machi mosi ni ile mechi ya mtani. Hivyo baada ya hapo tutakwenda kupata picha ya nani ambaye anakwenda kukimbizana kunako mbio za ubingwa kwenye ligi kuu msimu huu. Asante sana kwa kutazama Macha TV. Mimi ni Gift Alex Macha, na kukaribisha usubscribe kwenye channel yetu, lakini endelea kutazama maudhui mbalimbali ya kimichezo. Kila siku tunakuandalia hapa vitu vipya.